BMP TV Professional Update. Waendeleaje ndugu mtazamaji wa BMP TV Online, bado tunazidi kukuletea matangazo ya hapa na pale ambayo yanazidi kufahamisha vyema kabisa kuhusu ulimwengu wa sasa wa kisiasa pamoja na BMP TV Online, na mimi ni the Mr. Orange, na huu ni muktasari wa habari. Genzi la majambazi lafichua ukweli na kumtumia afisa wa jeshi kuwa mtoaji wa silaha zao. Maswali mazito kuhusu nani anayetia fedhea ukanda wa maziwa makuu, na ni nani anayevuta nyuzi nyuma ya pazia la Alliance Fleuve Congo pamoja na M23 na RDF. Ndugu mtazamaji wa BMP TV Online, hayo ni moja wapo ya vitu ambavyo tutakavyoviongelea hii leo katika BMP TV Online yetu. Kuwa pamoja nasi mwanzo hadi mwisho, na pia subscribe, like, pia na comment, na hivyo utakometisha zaidi, kwa sababu kila wakati ukifanya hivyo utakuwa unapata update zetu za moto kabisa. Na pia usisahau kushare ili wengi tuwe tunapata update kama na hizi kutoka kwa BMP TV Online. Habari kamili. Kinshasa, katika tukio la kushangaza linalozidi kuibua maswali kuhusu usalama na uadilifu ndani ya vyombo vya dola, kundi hatari la wahalifu wanaojihusisha na uporaji wa kutumia silaha limekamatwa na kufichua taarifa nzito. Wanadai walikuwa wakipatiwa silaha na afisa wa ngazi ya juu katika jeshi la FARDC. Tukio hili lilitokea katika wilaya ya Mont Ngafula, ambapo kiongozi wa kundi hilo anayetambulika kwa jina la mtaani kama Kongo alikamatwa baada ya jaribio lao la hivi karibuni la uporaji kushindikana kufuatia msako wa polisi. Akiwa majeruhi wa risasi, na baada ya kumhoji alimtaja Kanali Ramadhani kuwa ndiye aliyekuwa akiwapatia silaha walizokuwa wakizitumia katika matukio mbalimbali ya kihalifu. Kwa mujibu wa vyombo vya polisi, jina la Kanali Ramadhani pia limejitokeza kwenye baadhi ya video zinazosambaa mitandaoni zikimwonyesha akiwa katika mazingira yanayohusishwa na uhalifu hawa. Tukio la kuporwa lililoshindikana tarehe 12 Juni 2025. Kumbukumbu zinaonesha kuwa mnamo Alhamisi ya tarehe 12 Juni 2025 majira ya mchana, jaribio la uporaji lilizimwa na ujasiri wa maafisa wa polisi ya kitaifa ya Kongo PNC. Tukio hilo lilitokea katika mtaa wa Masangambila kando ya Avenue Shakwiva ndani ya wilaya hiyo ya Ngafula. Kulingana na taarifa rasmi, polisi waliwafuatilia washukia waliokuwa ndani ya gari chakavu lililoibua mashaka. Polisi walifanikiwa kulikamata gari hilo baada ya kupitia kituo cha Bel Air katika barabara ya Bypass. Wakati majambazi hao walijaribu kutoroka, gari hilo lilipata hitilafu ya kiufundi, jambo lililorahisisha kazi ya polisi kuwadhibiti na kuwaweka chini ya ulinzi. Ndipo kiongozi wa genge hilo ambaye ni mhalifu sugu anayefahamika sana jijini Kinshasa alipigwa risasi na kujeruhiwa vibaya kabla ya kukamatwa kwa rasmi. Ushuhuda wa polisi wapongezwa na wananchi. Wakazi wa eneo hilo wamepongeza kwa sauti moja juhudi za maafisa wa polisi, wakisisitiza kuwa matukio kama haya yanapaswa kuwa ya kawaida katika vita dhidi ya uhalifu unaoendelea kushamiri jijini Kinshasa. Kesi hii imewasilishwa rasmi kwa mamlaka za juu za sheria, ambapo uchunguzi wa kina unaendelea ili kubaini uhusiano kati ya wanajeshi wa FARDC na magenge ya uhalifu. Polisi ya kitaifa imetoa wito kwa wananchi wote kushiriki kikamilifu katika juhudi za kurudisha hali ya usalama kwa kutoa taarifa kwa wakati na kushirikiana na vyombo vya usalama katika kulinda maisha na mali za raia. Tukio hili linapaswa kuwa mwito wa tahadhari kwa serikali
taasisi za usalama na jamii nzima ya Kinshasa na nchi nzima ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ikiwa baadhi ya watendaji wa usalama ndio wanaosaidia wahalifu. Basi kuna haja ya msako wa ndani wa kusafisha vyombo vya ulinzi na usalama kwa maslahi ya taifa na amani ya wananchi. Na huo ndo mwisho wa taarifa hiyo. Hapo ndo mtazamaji, moja kwa moja tuongee kwa nyingine hii hapa, ambao ni nani yuko nyuma ya RDF pamoja na M23 na Alliance Fleuve Congo. Ni huko Kinshasa. Katika mjadala unaoendelea kuhusu usalama wa eneo la mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kuna ukweli mmoja usiofichika tena. Kinachoitwa Alliance Fleuve Congo si chochote bali ni sura mpya ya kundi haramu la M23 ambalo linajulikana wazi kuwa linaungwa mkono na moja kwa moja na jeshi la Rwanda, ambao ni RDF kwa maelekezo ya Rais Paul Kagame wa Rwanda. Kwa zaidi ya miaka 30 sasa, mpango wa kuvuruga na kuteka maeneo ya mashariki ya Kongo umekuwa ukiendelea, huku jamii ya kimataifa ikitoa matamko lakini ikishindwa kuchukua hatua za dhati. Swali kuu linabaki hili: mtafanyeje na kwa njia hipi kumshawishi mtu anayecheza kwa makusudi na maisha ya mamilioni ya watu wa Kongo, mtu ambaye hana cha kupoteza na ambaye tayari ameshatamka hadharani kwamba anawatuma wawakilishi wa jumuiya ya kimataifa kwenda motoni? Kauli hiyo ya kudhalilisha inayojulikana kama Gotwell iliyotolewa hadharani na Paul Kagame haipaswi kuchukuliwa kama mzaha. Ni onyo, ni tamko rasmi ya kuonesha kwamba hataki mazungumzo ya kweli na wala hataki kuwajibika kwa madhara yanayosababishwa na sera zake za kijeshi dhidi ya Kongo. Uwepo wa MONUSCO na majukumu yake. MONUSCO kama kikosi cha Umoja wa Mataifa kinachohusika na kuimarisha amani kipo mashariki mwa nchi kwa lengo ya kuleta udhabiti, lakini wananchi wanahoji, je, kweli mnaelewa vizuri mnaoshughulika nao? Mnaelewa kiwango cha hila, ushawishi na ujanja wa mtu kama Kagame? Kwa kuwa Kagame hana tena cha kupoteza na kwa kuwa amekuwa na malengo ya wazi ya kutoa ardhi na rasilimali za mashariki mwa Kongo, basi mikakati yoyote ya kidiplomasia inapaswa kuzingatiwa. Hali hii ya ukweli usiopingika, maelewano hayawezi kupatikana kwa kuzungumza na mtu anayetuma vitisho hadharani na kutekeleza unyama kwa vitendo. Raia kwa jumuiya ya kimataifa, tunatoa wito kwa jumuiya ya kimataifa, Umoja wa Mataifa, Umoja wa Afrika na mashirika yote yanayojihusisha na utatuzi wa migogoro. Kama kweli mna nia njema ya kuleta amani mashariki mwa Kongo, basi mjihadhari na usanii wa kisiasa wa Kagame. Mna jukumu la kusimamisha upande wa wasirika, si upande wa mhalifu wa kivita aliyevaa suti ya maraisi. Huu si wakati wa kidiplomasia laini. Huu ni wakati wa ukweli, uwajibikaji na hatua madhubuti. Hiyo ni kauli ya raia. Tunataka amani ya kweli, si amani ya bandia. Tukumbuke Paul Kagame hawezi kufumbia macho vitisho anavyovitoa. Mara nyingi huzitekeleza. Kauli zake si mzaha. Historia imeshuhudia. Kwa hiyo tunawatakia kila laheri wale wanaojaribu kuleta suluhu, lakini tukisisitiza kwamba suluhu hiyo itafikiwa tu pale ukweli utakapowekwa mezani na walio nyuma ya mapigano haya kupewa majibu stahiki ya kisiasa na ya kimataifa.
Na huu ndo mwisho wa habari, ndugu mtazamaji wa BMP TV Online. Kuwa pamoja nasi kila kukicha ili tukupashe kile ambacho tunacho kuhusu siasa hii ya leo pamoja na BMP TV Online. Mimi ni Thursday Mr. Orange, subscribe, like, pia no comment, na hivyo utakometisha zaidi. Pia jaribu kushare notification kwa wote ambao wanazidi kuwa pamoja nasi ili kupata update kutoka BMP TV Online. Asante. BMP TV Professional Update.